ninajaribu kufanya, ninajaribu kwamba hiki sitafanya, inashindikana. Ninajaribu kwamba hiki sitafanya, inashindikana. Nipende kukujulisha asubuhi hii kwamba una uwezo wa kushinda dhambi. There is a for you to defeat sin. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa umeshinda dhambi, hiyo inaashiria kwamba wewe ni mtu ambaye umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuniuliza kwamba kushinda dhambi kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi tu huwa tunayafanya kwa siku moja, na utakuta kuna jambo unataka kulifanya, labda unakuwa na mawazo kwamba hili nilifanye ama nisilifanye. Sasa zingine unapata wazo kwamba hili nikilifanya kulingana na kanisa, kulingana na misingi ya Kristo, siruhusiwi kufanya. Lakini kwa sababu ya kutaka kukupa moyo wako amani, unalifanya. Kwa sababu ya kutaka kuipa tamaa ya mwili wako amani, unalifanya. Kwa njia hiyo ina maana kwamba unakuwa umeshindwa kutimiza ama kushindwa kushinda hiyo dhambi. Lakini ukikuwa na ile uwezo wa kusoma katika neno na kusema kwamba hili ningelifanya kwa sababu ya hiki na hiki na hiki, siwezi kulifanya, unakuwa umepata ile potential, umepata ile nguvu ya kustahimili kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu aliyeokoka na kuamini ni lazima uwe na uwezo wa kugundua kwamba hii ni dhambi, na hivyo uweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Na pia ni lazima uwe na ile hamu ya kutaka kuambia wengine juu ya Kristo. Amen. Nataka mimi na wewe tuamini kwamba watu ambao tuna wajibu mkubwa wa kuweza kushiriki ama kushuhudia matendo ya makuu ya Kristo ni sisi ambao tuko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ni sisi ambao tuliokoka. Tuna wajibu mkubwa, tuna jukumu kubwa la kuweza kushuhudia na kuweza kuchangamana na wale wengine kwa ajili ya kuwaeleza ule upendo ulioko katika Kristo, yale mazuri yaliyoko katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hili is another point ya kukufanya ujue kwamba umeokoka. Ukiwa na ile hamu ya kutaka kueleza wengine juu ya Ukristo, hiyo ni njia moja ya kuhakikishia kwamba umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni ombi langu asubuhi hii kwamba hiki kitu cha kutaka kuzungumza na wengine juu ya kuwajulisha habari njema hii ya wokovu iwe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Utamani hata kwa wiki nzima ama kwa siku moja uwe umeitenga kwa ajili ya kukutana na mtu, ukaweza kushiriki naye neno la Mungu, ukaweza kushiriki naye haya mapenzi ya Kristo, ukaweza kushiriki naye ule upendo wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo linakuhakikishia kwamba wewe umeokoka. Kuna kazi unaifanya ukiwa bado kuna hiyo zawadi ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hatuwezi kukaa tu tuka-expect kukua kama hatujachukua jukumu la kuwa ni watu wa kushirikisha watu wa mataifa huu upendo wa Kristo. Ni lazima tuchukue hatua ili kwamba tukiwa tungali tunaishi tuwe kuna thawabu tunaandikiwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tuliwahi kubadilisha maisha ya wengine kwa kushiriki nao hii habari njema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo inaweza kufanywa tu iwapo kama wewe Mkristo ambaye umeokoka utakuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuwa na upendo nasi, ndiposa anafanya yale ambayo tuliyojifunza Jumapili. Anamtoa mwanawe wa pekee ili aje awe patanishi kati yetu na Mungu kwa sababu ya upendo. Na sisi pia
ili tuweze kuwatoa watu katika mataifa tukawalete katika wokovu, wakapate kuokoka na kuamini kuwa Kristo ni Bwana. Ni lazima tuwe na upendo na watu hao. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uwe na upendo. Bila upendo wewe ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Wazungu wanasema kwamba wewe ni good for nothing. Wewe ni mzuri hasara. Haleluya. Hivyo kwa maana nimezungumza kwamba ni lazima haya mambo niliyoyazungumza hapa, ni lazima pia uwe na upendo. Upendo ndicho kiini cha haya mambo yote kuwa ndani yako na kufanyika ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna vitabu vichache tutavisoma juu ya upendo ili tuweze kuelewa kwamba jambo hili, upendo, ni muhimu kwa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini nimetangulia kuambia kwamba hakuna yule ambaye hana upendo. Bwana Yesu asifiwe. Uko nayo, ni vile tu haujaamua kuipanua. Sasa tunataka tuone vile ambavyo unaweza kupanua huo upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ili ndani yako kupatikane ile amani ya ndani niliyoisema. Ili ndani yako kuwe na ule upendo wa kiungu. Ili ndani yako kuwe na ule uwezo wa kuweza kutambua kwamba hapa nimekosea. Hapa kuna kitu nimekifanya visivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ili ndani yako kuwe na uwezo wa kuweza kushinda dhambi. Ndipo ndani yako uwe na uwezo wa kuweza kusimulia wengine habari njema ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Upendo. Msomaji, tusome katika kitabu cha Marko sura ya 12, nasoma ule mstari wa 28 mpaka 31. Marko 12 mstari wa 28 hadi 31 unasema kwamba na mmojawapo wa waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye. Asante. Tumpigie msomaji makofi mazuri. Asante. Ninazungumza mambo haya kwa sababu gani? Nimetangulia kusema kwamba kila mtu ana ule upendo ambao ni chembe ya upendo ambao upo kwa Baba yetu. Na upendo ndio unaofanya mtu akaweza kujipenda yeye mwenyewe. Yesu asifiwe. Mtu akawa na ule ubinafsi. Ni kwa sababu ya ule chembe ya upendo ambao upo ndani mwetu. Lakini ukiwa umeokoka na kumwamini Kristo, nimesema kwamba kuna kiasi unaweza ukapanua huo upendo na ukaweza kuathiri taifa lote na mataifa mengine kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa umeathiri kwa kupanua ule upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupanua ule kiasi, kupanua kile kiasi cha upendo ambacho unacho wewe. Bwana Yesu asifiwe. Aniposa kwenye Biblia Marko
Kuna mwalimu mmoja alimwendea Yesu Kristo baada ya kusikia Yesu akifanya mjadala na kuweza kuwapa watu waliokuwa na maswali majibu sahihi. Sasa huyu mwalimu, kwa sababu alikuwa ni msomi na kwa sababu alikuwa labda na hekima, kuna mambo alikuwa anayafahamu, aliweza kuona kwamba hili swali limekuwa likinitatiza muda mrefu, na kwa kuwa huyu Yesu nimemsikia akifanya mijadala na watu na majibu yake ni majibu ya kutoshelesha, je, na mimi sipende kuuliza ili niweze kufahamu mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndiposa anamwendea, anamuuliza kwamba kuna amri nyingi, kuna amri tumepewa tuweze kuzifuata, lakini je, kwa hizi amri zote kuna ile ambayo ni kuu, ambayo inaweza kuwa imebeba hizi zingine zote, ama inaweza kuwa ina thawabu kubwa kushinda hizi zingine? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dhumuni la yeye kuuliza, huenda alitaka kuitunza hii peke yake ili aweze kupata hiyo thawabu ambayo itakuwa ni kuu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ni kama tu binadamu, ni kama tulivyo kwenye maisha ya kawaida. Inaweza kuwa kwa mfano wale ambao wanafanya biashara. Kuna biashara mingi tu, lakini huenda ukatembelea mtu mmoja kwa ajili ya kurudisha biashara fulani, ukamuuliza kuna biashara hii, kuna biashara hii, kuna biashara hii, kuna biashara hii. Sasa kwa hizi biashara zote, ni kama labda mtu anaweza fanya ikamuingizia faida kwa kiwango kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri hilo ndio kuwa wasalama, kwamba ndio kuna hizi amri zote zinasema kwamba tusifanye, tusiue, tumpende Mungu, tumpende jirani, zilikuwa kuu. Lakini je, kwa hizo zote kuna ile ambayo ni kuu? Kuna ile ambayo ni kuu, kuna ile ambayo ina thawabu kubwa. Baada ya kuitii, kuna thawabu kubwa utakuwa umeipata kwa sababu ya kuitii amri hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa anamwambia Yesu, na Yesu kwa kuwa alikuwa na uwezo wa kufahamu, ndiposa anaanza kumwelezea mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alijua kwamba ukiwa na upendo ndani yako, upendo hii amri ya kupenda imebeba hizi zingine zote. Ndani yako ukiwa na upendo, ina maana kwamba hauwezi kuvunja hizi amri zingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiwa na upendo na jirani yako, hauwezi kumtusi, hauwezi kumuibia, hauwezi kumsengenya, hauwezi kumchapa. Utaishi tu kwa kutimiza hizi amri zingine kwa kuwa una upendo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Biblia inasema kwamba ndiposa Yesu akamjibu kwamba amri iliyo kuu kushinda zote ni lazima umpende Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa nilipoanza kuzungumza nilikuwa nakwambia kwamba kuna mambo unafaa kuwa nayo kama Mkristo uliokoka. Haya mambo yaweze kukuhakikishia kwamba wewe bado umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na haya mambo yanatokana na upendo. Unapokuwa na upendo ndani yako, kuna mambo unayaona, kuna mambo unaweza kuyagundua, kwa sababu hayo mambo yatakuwa ni dhihirisho kamili, ama yatakuwa yanakudhihirishia kwamba bado uko kwenye njia sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.